Jina langu ni Mwajuma Mbaga, ni mkunga mbobezi. Natokea hospitali ya rufaa ya mkoa wa Katavi. Mimi kwa majina yangu naitwa Masalu Kevin Shelembi, ni afisa mkunga, lakini pia ni mratibu wa huduma ya mama na mtoto kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa wa Katavi. Sawa, karibuni sana pia wote kwa pamoja. Asante sana. Lakini tarehe 1 mwezi wa 5 hadi tarehe 5 mwezi huo wa 5 ni unasema kwamba tunaelekea siku ya mkunga duniani. Maadhimisho ya siku ya mkunga duniani kimsingi huwa ni desturi ambayo ilianzishwa kutokana na shirikisho la wakunga duniani ambalo lilianzishwa mwaka 1954. Kwa hiyo umekuwa ni utamaduni ambapo wakunga wote duniani kote wanakuwa wanasherehekea siku yao. Kwa hiyo maadhimisho haya yakawa yameanza huko nchini Uingereza mwaka 1954. Lakini sisi kama Tanzania tukawa tumejiunga kwenye shirikisho hilo mwaka 1992, na sisi sasa wakunga wa nchi yetu wa Tanzania tunakuwa tunakutana kila tarehe 1 mpaka tarehe 5. Tunafanya mambo mbalimbali ya kuhakikisha tunatoa huduma kwa kina mama wajawazito pamoja na watoto wachanga. Kwa hiyo kama ulivyosema ndugu mtangazaji, kwa mwaka huu maadhimisho kitaifa yanafanyika Shinyanga na kilele chake ni tarehe 5 ya mwezi wa 5. Lakini sisi ngazi ya mkoa wa Katavi sisi tutakuwa na shughuli mbalimbali ambazo tutakuwa tunazifanya, ambapo sisi kwa upande wa mkoa wetu maadhimisho hayo tutakuwa tunafanya kwa wilaya ya Tanganyika, na kunakuwa na kazi mbalimbali ambazo tutakuwa tunatoa, ikiwemo utoaji wa huduma kwa kina mama wajawazito pamoja na watoto wachanga. Asante. Huduma ambazo zitakazofanyika kwa siku hii ya kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 5. Huduma ya kwanza itafanyika huduma ya tunasema kliniki, yani mahudhurio ya kina mama kliniki. Lakini huduma ya pili tutatembelea chumba cha wodi ya wazazi au chumba cha kujifungulia na kufanya huduma pale. Lakini kitu cha tatu tutatembelea katika wodi ya watoto wachanga au watoto ambao wamezaliwa kabla ya muda au watoto ambao wenye matatizo tofauti. Lakini kingine hatutaishia hapo kituoni, tutaenda mpaka katika jamii kuongea na wananchi kuhusiana na afya ya mama na mtoto. Tunategemea kwenda Tanganyika kwa maana kituo cha afya Tanganyika, lakini pia kituo cha afya Sibwesa, lakini pia kituo cha afya cha Kasekese. Lakini katika jamii kwa maana ya kuongea na wananchi tutaenda katika kijiji cha Vikonge. Asante ndugu mtangazaji. Na hizi huduma zitakuwa ni bure au zitatolewa kwa pesa fulani? Hapana, hizi huduma zote ni bure. Utaratibu kama inavyofahamika, huduma ya mama pamoja na mtoto huwa inatolewa bure. Na ukiangalia kwa ngazi ya vituo ambavyo tunaenda, huduma zote ikiwemo hiyo ya kumhudumia, kuchukua vipimo inatolewa bure, isipokuwa tu pale ambapo itabainika kwamba huyu mteja anahitaji huduma ya juu zaidi kwa maana ya kupewa rufaa. Sasa kwenye taratibu za rufaa hapo kunakuwa na namna ambayo inafanyika kupitia kituo husika, aidha kumtoa kituo cha afya kwenda hospitali ya wilaya ama kumtoa hospitali ya wilaya kwenda hospitali ya mkoa. Kuelekea hii maadhimisho ya siku ya mkunga duniani, sisi huduma ambazo tunazilenga sana kwa wakati huu ni huduma ambazo zinamlenga mama mjamzito, na zaidi sana huduma wakati wa mahudhurio ya kliniki za ujauzito, kwa sababu kitaalamu tunashauri mama aanze kuhudhuria kliniki mapema zaidi mara baada ya kujigundua kuwa ni mjamzito. Na tunatarajia angalau chini ya miezi 3 ama chini ya wiki 12 aanze mahudhurio, na anavyokuwa anahudhuria kunakuwa na huduma ambazo anaenda kufanyiwa, ambazo ndo hizo hata sisi wakati wa maadhimisho ya siku ya mkunga duniani tunaenda kujikita nazo. Kwanza huwa ni huduma ya kufuatilia shinikizo la damu la mama, sababu tunajua mama anapokuwa amebeba ujauzito inaweza ikatokea shinikizo lake la damu likapanda. Kwa hiyo ni busara zaidi kufuatilia shinikizo lake, ili pale unapokuwa umegundua amekuwa na shinikizo la juu la damu, basi anaanzishiwa matibabu, lakini na kuhakikisha hilo shinikizo lake linafuatiliwa kuhakikisha kwamba linakaa katika hali ya kawaida. Lakini jambo la pili, tunatoa huduma ya upimaji wa wingi wa damu, sababu tunatambua mama anapokuwa amekuwa mjamzito
mahitaji ya kimwili kwa upande wa kwake pamoja na kiumbe alichokibeba tumboni yanakuwa yanaongezeka. Kwa hiyo anakuwa kwenye hali hatarishi ya kupungukiwa wingi wa damu. Kwa hiyo ukishapima ukagundua wingi wa damu alionao mama, pia sasa hapo waka tunaanzisha matibabu ambayo ni kwa kina mama wajawazito wote wanapewa dawa za kuongeza wingi wa damu. Lakini pili, wanaanzishiwa dawa za minyoo. Hapo tunaamini kwamba kama mama atakuwa na minyoo akianzishiwa matibabu, ina maana yale matibabu yanaenda kuondoa kabisa wale minyoo ambao wako tumboni. Lakini jambo jingine ni kwamba mama ambaye ni mjamzito pia huwa ni vizuri zaidi akaanzishiwa matibabu ya kumlinda yeye dhidi ya malaria, kwa sababu mama mjamzito anakuwa kwenye hali hatarishi ya kupata malaria. Kwa hiyo anapokuwa anaanzishiwa vile vidonge vya kuzuia malaria, lakini pia atapewa na neti kuhakikisha kwamba analala ndani ya chandarua ambacho kitamkinga yeye pamoja na mtoto aliyeko tumboni. Kwa hiyo hizo kwa ujumla wake ni huduma ambazo zinatolewa bure kabisa bila malipo. Lengo la hospitali ya rufaa ya mkoa wa Katavi ni kuhakikisha kwamba linatoa huduma kwa wananchi wote wa mkoa wa Katavi, lakini hatuwezi kuwafikia wote kwa mara moja. Na kutokana na kwamba hospitali ya rufaa ya mkoa wa Katavi inapokea wagonjwa wa rufaa ikiwemo wamama ambao wana changamoto mbalimbali. Sasa kwenye takwimu tulizonazo ni kwamba kwa asilimia kubwa tunapokea kina mama pamoja na watoto wachanga wenye changamoto kutokea halmashauri ya Tanganyika kwa wingi. Na hii haiondoi kwamba hatupokei kutoka halmashauri zingine, lakini kwa kuanza tukaona tuanze na halmashauri ya wilaya ya Tanganyika, na hasa kwenye vituo vya Sibwesa, Kasekese pamoja na hospitali ya wilaya. Mama anashauriwa kuanza kliniki mara tu anapokosa kuona damu zake za hedhi. Anashauriwa au tunamsisitiza aanze kliniki mapema. Hilo swali la kwanza. Kwa sababu gani? Unapoanza kliniki mapema faida ni nyingi, kama alivyosema mtaalamu mwenzangu hapa kwamba faida ni nyingi ambazo utapata, lakini pia huduma pia utapata ni nyingi. Asante. Labda cha kuongezea kingine ni kwamba mama anashauriwa kuanza mapema mara baada ya kujigundua kuwa ni mjamzito. Inaweza ikawa ni ndani ya mwezi mmoja, baada ya mwezi wa pili, lakini isiwe zaidi ya miezi mitatu. Kwa nini? Kwa mwezi ujauzito ikiwa bado ni mdogo, yani kwa maana uko chini ya miezi mitatu, pale ndo mtoto anapotengenezeka kule tumboni. Kwa hiyo sasa inakuwa ni wakati mzuri sana wa kuandaa mtoto ambaye ni aliyekamilika, ambaye hana mapungufu yoyote. Kwa maana tunapata changamoto pale tunapokuwa tunapata watoto ambao unakuta mtoto ana kichwa kikubwa au mtoto ana mgongo wazi au ni mtoto ambaye anazaliwa utumbo huko nje, au inatokana na maandalizi wakati wa awali kabisa wa ujauzito. Kwa hiyo mama akienda kliniki atapatiwa dawa ambazo zitasaidia kupunguza ule uwezekano wa kuzaa au wa kujifungua mtoto ambaye ana changamoto hizo nilizozitaja. Kwenye utafiti wetu ambao tumefanya ni kwamba mara nyingi huwa sisi wananchi au sisi akina mama huwa tunaambizana vitu ambavyo sio vya ukweli, kwamba ukiwahi mapema kliniki au ukiwahi mapema hospitali mara kuna 1, 2, 3. Kwa hiyo mimi niwatoe wasiwasi wanawake wenzangu au wale ambao wamefika katika umri wa kupata ujauzito, tusisikilize ya mtaani. Pale tu unapojiona kwamba wewe ni mjamzito, fika hospitali, maelekezo yote, ushauri wote utapata kule hospitali. Lakini kingine utafiti ambao majibu ambayo tumepata kwenye utafiti wetu ni kutokufahamu tu. Ndio maana tumeonelea kwamba ni vyema zaidi twende kwenye jamii tukaongee na wananchi, tuwape umuhimu wa kuanza kliniki mapema. Lakini kingine ni mila na desturi za wananchi wa huku na nini, lakini sisi mila zao hatuzikatazi, lakini kiutaalamu tunawasisitiza, lakini pia tunawashauri wasichelewe kuja kliniki. Mimi binafsi ningependa kutoa rai kwa wananchi kuhamasika hasa kwenye kushirikiana bega kwa bega na kina mama wajawazito kuhakikisha wanahudhuria kliniki, kwa sababu mtoto tunamtengeneza wakati
wa kliniki. Kwa hiyo kama mama atahudhuria kliniki mapema, akapata huduma mapema, na kama kuna changamoto ikatatulika mapema, matokeo yake yanakuwa ni mazuri sana. Matamanio yetu ni kumuona mama pamoja na mtoto wanavuka salama. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.